Amina sana. Habari ya saizi? Habari ya saizi ni nzuri. Vipi? Nilikuwa nikikusikia kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Ukihubiri Injili. Ndio. Na kuna mambo baadhi ambayo ulikuwa ukiyazungumza kwa ujasiri. Ndio. Ila sijashuhudia kweli. Ila ndio maana nimekufikia leo ili tuweze kuzungumza zaidi. Ni miujiza gani ambayo unaitumia ili watu kupitia watu ambao unawaponya? Nimesikia watu vipofu wanaona, viwete wanatembea, waliofungwa uzazi wanazaa. Ndio. Ilikuwa kuwaje au kuwaje, unatumia njia gani ili au watu waweze kupata miujiza hii, wanaoweza kupata miujiza hii? Biblia inasema ukimwamini Kristo ya kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako mambo makubwa ambayo utayatenda kwa kulitumia jina la Yesu. Ni Yesu tu pekee, wala si mafuta wala vitambaa, bali ni Yesu peke yake ndiye mtenda miujiza. Kwa hiyo nilipompokea Bwana Yesu, nilimwamini kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yangu, na nimemwona Yesu akifanya mambo makubwa kupitia jina lake. Hatuna sababu ya kutumia makorokoro, bali ni jina la Yesu pekee. Ndio, sasa nataka nikuulize swali. Ndio. Kuna wengine nawasikia wanatumia maji, maandazi, mchanga, chumvi, mafuta, sabuni, ndio, udongo. Ndio. Wasipotumia hivyo watu hawezi kupata miujiza. Ndio. Unawashaurije hasa? Na hivyo vitu wanavyovitumia vinatokana na nini? Na asili yake ni nini mpaka watu wanapona, wanavifanya fanyaje? Yes. Ndio. Ni kwamba kutumia maji, kokoto, nini hivyo tunaviita ni makorokoro, na ni kutomwamini Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yao. Lakini ukimwamini Bwana Yesu anakusaidia. Ndio. Na hao wanaotumia vitu vya namna hiyo maana yake wamepotea na wamepotea nje. Lakini pia wengine na wanatumia hivi vitu kwa ajili ya maslahi yao ya kibinafsi, na ni kuwapoteza watu kabisa, kwa sababu ukitumia maji kwa ajili ya kuwaponya watu wengi sana imani yao itakulia kwenye maji. Kwa hiyo imani yao haitakulia katika upande wa kumwamini Yesu. Maana kila mmoja ataamini maji, lakini pia huwa kila mmoja anaamini kile kilichomponya. Kwa hiyo ukiponywa kwa maji utaamini maji, lakini ukiponywa kwa jina la Yesu utamwamini Kristo. Kwa hiyo natoa wito kwa watu wa namna hiyo ya kwamba tuachane vitu vya namna hivyo, bali tutumie jina la Yesu. Yes, so ni kwamba Yesu kweli kuna mahali ambapo alimponya kipofu kwa kutumia matope na matope alitema mate akatumia na matope akampaka kipofu akapata kuona. Lakini ule ulikuwa ni ufunuo mara moja. Lakini leo mitume na manabii wanakuwa na ufunuo wa muendelezo. Kama ni maji ni mpaka Yesu atakaporudi, kama ni sukari ni mpaka Yesu, chumvi ni mpaka Yesu atakaporudi. Lakini tukiamini ya kuwa Yesu ni Bwana, tutafanya mambo makubwa hata pasipo kutumia makorokoro kama hayo. Yesu ni jina lipitalo majina yote. Ndio. Unawaambia nini hawa ambao wanatumia njia hizo za maji, sabuni, udongo, mchanga, ili na wao waweze kutumia kama wewe unavyowaponya watu pasipo maji wala sabuni? Unawaambia nini? Na ninachowaambia ni kwamba waachane na vitu hivyo, maana saa inakuja na ujio wa Yesu unakaribia kufika mara hapa, na atakuja ghafla. Bali walitumia jina la Yesu kuwa ni jina lipitalo makorokoro yote. Waache kabisa, kwa sababu ni ushirikina kama ushirikina mwingine, lakini jina la Yesu linajitosheleza. Kwa hiyo kama kuna watu bado walirithi, kuna wengine wanatumia hivyo vitu kwa kurithi, walirithi kwa baba zao, kwa wachungaji wao, baba zao wa kiroho. Lakini kama walirithi wapo wanatumia, natoa wito kwao kwamba waachane vitu vya namna hiyo, kwa sababu Yesu anatosha. Ndio. Bwana, nilikuwa hapa kwa mchungaji Florian na mnamsikia kwenye mtandao ya kijamii akingulumisha Injili. Nilikuwa nimemtembelea kwa ajili ya masuala kadhaa. Naamini wewe unayenisikia na unayenitazama kupitia hayo utaelewa mengi. Ukitaka kumpata nenda WhatsApp, fungua akaunti yake YouTube, Facebook, TikTok, anapatikana. Barikiwe sana. Amen. Bwana akubariki, Bwana akutie nguvu.